Maziwa kupungua venye imepungua wakati huu ni chakula hii tunapea ng'ombe ya Daily Meal. Ile material inatengeneza hiyo chakula inatoka pande ya Tanzania, pande ya Uganda. Kiangalia venye wale watu wanatengeneza hiyo maziwa wamefugiwa huko pande ya TZ, pande ya Museveni pale Uganda, naye material imekuwa juu sana, ameongeza bei ya kununua hiyo raw material. Sasa mkulima huku Githunguri amevinyika sana. Sasa ndio wakulima huku wengi wamesido na hiyo kazi ya farming ya ng'ombe ya maziwa. Sasa maziwa imeenda chini. Hapo mbele nilikuwa almost na pande nilikuwa natoa lita almost 150. Sasa hii nimepungua paka 30 lita pande. Juu ya hiyo bei ya chakula kuenda juu sana. Serikali kuu inafaa kuangalia mkulima venye ilituahidi ikiingia kwa kiti. Saa hii wachana na wakulima kuangalia hiyo bei ya material. Kama ni pande ya hiyo raw material waende mahali tunatoa huko TZ na pande ya huko Uganda. Kirago kutoka Keiria. Na mimi ni mkulima wa dairy ya Githunguri. Maziwa kitu ya kwanza imepungua kwa maana hauwezi kupea chakula ng'ombe, huwezi kupea ng'ombe chakula ya kutosha. Kwa maana ukipea ya kutosha naye mwisho wa mwezi hutapata pesa ya maana. Kwa hivyo sasa unaipimia, unaipea majani mingi. Lakini ukipea maziwa mingi, ukipea chakula mingi, itatoa tu maziwa. Lakini huwezi kuipea mingi kwa ajili ya hasara. Nilikuwa natoa kama 50 lakini sasa niko 35 na ni kwa ajili uweze kupea chakula ng'ombe chakula mingi, kwa maana hata ikitoa maziwa upeleke naye chakula itakupelekea hasara. Na nyinyi kama wenyewe ambao serikali iangalie hizo makampuni za chakula wapunguzie kodi, wakipunguzia ni hivyo makampuni zitakubali. Serikali ipande kama Gorona Kolaru ipande hizi vitu za kutengeneza chakula, cotton seed, mahindi mingi, hizi zinaitwa soya, ipande hizo vitu zote iwe ndio inauzia wakulima na bei ya rahisi. Kali itupatie chakula na bei ya chini, lakini kabla ya hapo hizi makampuni serikali waondoke kodi zingine, chakula iwe chini, ikiwa chini ni hivyo. One of the key reasons why milk went down was number one, like we say, the high cost of feeds. Some farmers have opted not to probably give their animals the dairy meal, the maize germ, and the bran. Also scarcity. These items have been scarce because normally 80% of the raw materials that are used to produce the dairy feeds are actually imported. And like we all know, the Tanzanian government sometime last year actually closed down its borders to our business people who are buying those raw materials. Uganda here, they also increased their taxes. So at the end of it all, you find the cost of producing the dairy meals and the other concentrates have gone up. So some farmers have opted not to give. So that has seen a slight reduction. Additionally, with the Githunguri now being a municipality, we've seen the farm sizes are reducing. So again, feeds. So that to me is the main reason we have seen that reduction. Have some market in the Middle East, and that market got some headwinds because of the situation there. But we are still in touch with those business people there. So once the situation calms down, we'll be able to resume that. Additionally, we are also looking to go to DRC Congo. There are some businessmen who are looking to sell our milk to DRC Congo and West Africa. We are still negotiating with them, and I'm sure we'll be able to close down those negotiations. Hauvai vizuri. I kept quiet, but I remained focused. Nika join JKUAT. I found the same kind of people who could limit you from so many things. The most popular. Nani ajui jera inishito. Wathi reko. Wathi tikwiremo. All those programs.
And then from nowhere, you heard Simon Kibe is no longer kuvumilia mashida mingi, and now a media owner. You can be whoever you want to be. But again, you can be like Joe. Utapata connections za kwenda US and see. You will go there, you will start with juvenile prison. Mtalialia hapa watu wa kijiji ya Tigoni, na because some of the judges pia wako na watoto kama nyinyi, atakuangalia hivi aone wewe unakaa msichana wako. Attempted defilement. Some of you need to know that it is not a must for you to do the real defilement. Hizo messages munaandikania. Please take care. Obstacles will come on your way as you are about to get there. Some of them are sickness. Kuna bangi zenye mnavuta. I know most of you have already been introduced to those drugs. Bangi. Yeah? Utashikwa tu na just ako kakitu. It will either be a setup ama utashikwa. Reason itakupatia kila kitu chakula, but let me tell you. Let's be upright people. That's right. Because you want to be there, because you don't know. Ile shimo utaingia, my friend, you will regret forever. I'm finding people in... So make sure you listen. So when you look at our banners, we have the theme of the day. We are saying no alcohol, no smoking, no drug abuse, and again, we want to encourage our girls. Utakufika mkasa, zikomezeni jeuri, wanafunzi tahadhari na mapenzi ya shuleni. Haya basi, tumeyasikia madhara ya mapenzi. Mapenzi kweli ni sumu, hasa kwa wasichana. Illegal immigration, where people are going to Europe and finding their own opportunities in ways which are not legal. Starting out in life, I'm a lawyer. I studied law at the University of Nairobi, and I've also done my postgraduate about how there are so many illegal immigrants that are taking opportunities out there in Europe, from all over the world, and you're so mad about it. Went down, magonjwa, pesa, and everything. Please take care. I will... Majina, I'm Joe Moirore, as they call me. Always good to come back and give it back to the community, and giving it back to the community can be in many forms. You know, coming back, talking to them, bringing some speakers to them so that they can talk to them, especially for those things or those aspects of lives that affect, you know, their growth, and also that we have seen them, you know, being practiced out in the community, especially with drugs and alcohol and cigarettes. So today we are telling them, stop them, you know, stay away from them. And the moment that they do that, that will be a big deal in their lives. Robert Wahome, the principal of Tigoni Secondary School. Some of the challenges we are facing is drug and substance abuse, alcohol, which has led to students not performing well in school. It has also caused indiscipline. It also causes dropout in school and so on. The police officers to move around to try to get information from those children who is actually supplying these drugs, so that they can arrest this problem. The girl child is getting out of school, dropping out of school, going to Red Barras, especially picking or cracking the tea to get sanitary towels. So that's why we are here today, to help these girls, motivate them,
so that they can get a brighter future. My name is Caroline Gogi. The government and all the people involved, including us, to support these female girls, women, or even to prevent early pregnancies that we are having so far. A girl missing school 3 days in a month, that is in a year they will be out of school close to a whole month. And the rest of the students are not waiting for the girls to come back. So the education is still continuing. They will be affected in their education. So we request the government, the people whom we took to parliament. Ya mambo ya barabara. Na barabara zingine tunaanzisha zinakwama kwa sababu ya mambo ya pesa. Na ndio sababu nimependekeza kwa bunge letu ya kwamba tutafute hazina kamili. That is why we will shortly be having a national infrastructure fund so that we stop what is going on. We start a road, we start a road, ingine tunaanza inakwama. We need a much more comprehensive plan on how hizi barabara tutazijenga. Vile mumesikia barabara za hapa kwenu, nimeketi chini na viongozi wa hapa na tumekubaliana zile barabara priority. Mzee Kaparo amesema ile ya kwenda kule Doldol. Tuko na barabara ya kwenda kule Rumuruti kutoka hapa Nanyuki. Tuko na zingine Wakungu kwenda Mutara, zingine tumekubaliana. And we are now committed, we have now the resources, and we are going to work with you ndio hizo barabara zijengwe. Mimi nitarudi hapa baadaye mwaka huu ama mapema mwaka ujao, nikuje nizikague zile barabara zinazoendelea na tukubaliane vile tutazikamilisha. Mumetuambia pia kuhusu mambo ya stima ya sehemu hii. Tayari huyu ndugu yangu Alex, na nashukuru sana mmenipatia huyu kijana na ni kijana wa bidii. Nikisema kijana pengine mnaweza kushangaa, huyu hata ingawaje kilo yake ni mingi kuliko yangu, lakini mimi ni mzee kuliko yeye. So nashukuru sana, and tumekubaliana vile mzee Weston atapata stima, pia familia zote za hapa watapatiwa stima. Familia ya kwanza karibu 140 households hapa tayari tuko na pesa yao ya kukamilisha hiyo mpango, tuweze kupata stima sehemu hii. Tuongeze another 140 ikuwe 280 homesteads katika sehemu hii, ndio tuhakikisha kwamba harakati yetu ya kusukuma stima Kenya, mpango yetu ni kufikisha watu 1,200,000 ambao tunawapatia stima. That's our commitment. So Alex, inaleta usawa kwa jamii zote ni watoto wetu wakipata elimu, na ndio tuliamua kama serikali ya Kenya ya kwamba hatutaki mtoto wa Kenya akose nafasi ya kusoma ati kwa sababu mzazi wake hana uwezo. Ndio sababu tumeajiri walimu wengi, almost 76,000 mwezi huu wa Disemba. Tutaajiri tena walimu wengine 24,000, tujaze wawe walimu 100,000 ama 100,000. Madarasa tumejenga, na mnajua wiki hii tunaanza mtihani wa grade 6, mtihani wa grade 9. Unajua grade 9 ndio mara ya kwanza under the new competence based education inafanyika mwaka huu. Tutakuwa na watoto wa grade 10 wa kwanza next year. Na pia tuko na
examination ama mitihani ya form 4 tukipangia mwaka ujao. Nia yetu ni kuhakikisha kwamba we have enough classrooms. We have already built ama tumejenga madarasa 23,000 tukiwa tunajipanga kupokea watoto wa grade 10 next year. Na sababu hiyo nakubaliana na Mwangi kwamba kama kuna shule inahitaji marekebisho hapa, sio kwa sababu ya ndege wewe. Kwani ndege ilikuwa inapaa huko juu ikatetemeka wapi? Unajua saa zingine Biblia inasema mnaomba lakini mnakosa kwa sababu mnaomba vibaya. Lakini unajua mtu ya rika anakubaliwa kufanya so hiyo shule umesema Mwangi hata kesho, sio kwa sababu ndakusaidia shilingi milioni 5 ya inaitwa Geshogo Leshugu hiyo shule. Alafu umekubaliana na mimi ya kwamba tununue basi 2 ya so mimi nitakupatia milioni 10, wewe utatoa hiyo ingine, alafu tununue hiyo na hiyo pesa yangu mimi sitaki madeni, ukujie kesho. Mimi sitaki madeni ya watu. Sawa, ndio tumalizane hawa watoto wa hapa wapate nafasi ya kusoma, ndio tuweze kwenda mbele kwa pamoja. Mimi vile watu wa Laikipia, mimi nataka niwaeleze mambo mengine mawili ya muhimu. Katika mpango yetu ya afya, mimi nilisema tutarekebisha ile mpango ya zamani. Mpango ya zamani ilikuwa inalenga watu wenye wako na ajira na watu wenye wako na uwezo. Lakini tukasema sio watu wako na ajira ama na uwezo peke yao wanakuwa wagonjwa. Kila Mkenya anakuwa mgonjwa. Na ndio sababu tukasema tunataka mfumo wa afya ambayo itajumuisha wananchi wote katika program ya Universal Health Coverage. Na ndio sababu sasa tunasajili wa Kenya. Tumebadilisha sheria, tuko na mpango na taratibu ya sawasawa. Mimi nataka niwashukuru watu wa Laikipia. Maziwa kupungua venye imepungua wakati huu ni chakula. Hii tunapea ng'ombe ya Daily Meal. Ile material inatengeneza hiyo chakula inatoka pande ya Tanzania, pande ya Uganda. Kiangalia venye wale watu wanatutengeneza hiyo maziwa wamefungiwa huko pande ya TZ, pande ya Museveni pale Uganda, naye material imekuwa juu sana, ameongeza bei ya kununua hiyo raw material. Sasa mkulima wa huku Githunguri amevinyika sana. Sasa ndio wakulima wa huku wengi wamesido na hiyo kazi ya farming ya ng'ombe ya maziwa. Sasa maziwa imeenda hapo bereni ilikuwa almost na pande nilikuwa natoa lita almost 150. Sasa hii nimepungua paka 30 lita pande. Juu ya hiyo bei ya chakula kuenda juu sana. Serikali kuu inafaa kuangalia mkulima venye ilituahidi kiingia kwa kiti. Saa hii wachana na wakulima kuangalia hiyo bei ya material. Kama ni pande ya hiyo raw material waende mahali tunatoa huko TZ na pande ya huko Uganda. Kirago kutoka Keiria. Na mimi ni mkulima wa Daily ya Githunguri. Maziwa kitu ya kwanza imepungua kwa maana hauwezi kupea chakula
ng'ombe, huwezi kupea ng'ombe chakula ya kutosha, kwa maana ukipea ya kutosha, naye mwisho wa mwezi hutapata pesa ya maana. Kwa hivyo sasa unaipimia, unaipea majani mingi, lakini ukipea maziwa mingi, ukipea chakula mingi itatoa tu maziwa, lakini huwezi kuipea mingi kwa ajili ya hasara. Nilikuwa natoa kama 50 lakini sasa niko 35 na ni kwa ajili huwezi kupea chakula ng'ombe chakula mingi, kwa maana hata ikitoa maziwa upeleke naye chakula itakupelekea hasara. Na nyinyi kama wenyu ambao serikali iangalie hizo makampuni za chakula, wapunguzie kodi, wapunguzie ni hivyo makampuni zitakubali. Serikali ipande kama Gorona Kolaru, ipande hizi vitu za kutengeneza chakula, cotton seed, mahindi mingi, hizi zinaitwa soya, ipande hizo vitu zote, iwe ndio inauzia wakulima na bei ya rahisi. Serikali itupatie chakula na bei ya chini, lakini kabla ya hapo hizi makampuni serikali waondoe kodi zingine, chakula iwe ikiwa chini ni hivyo. One of the key reasons why milk went down was number one, like we say, the high cost of feeds. Some farmers have opted not to probably give their animals the dairy meal, the maize germ, and the bran. Also scarcity. These items have been scarce because normally 80% of the raw materials that are used to produce the dairy feeds are actually imported. And like we all know, the Tanzanian government sometime last year actually closed down its borders to our business people who are buying those raw materials. Uganda here, they also increased their taxes. So at the end of it all, you find the cost of producing the dairy meals and the other concentrates have gone up. So some farmers have opted not to give. So that has seen a slight reduction. Additionally, with the Githunguri now being a municipality, we've seen the farm sizes are reducing. So again, feeds. So that's, to me, is the main reason we have seen that reduction. Have some market in the Middle East, and that market got some headwinds because of the situation there. But we are still in touch with those business people there. So once the situation calms down, we'll be able to resume that. Additionally, we are also looking to go to DRC Congo. There are some businessmen who are looking to sell our milk to DRC Congo and West Africa. We are still negotiating with them, and I'm sure we'll be able to close down those negotiations. Hauvai vizuri. I kept quiet, but I remained focused. Nika joined JKUAT. I found the same kind of people who could limit you from so many things. The most popular. Nani ajui jera inishito. Wathireko. Wathetikuiremo. All those programs. And then from nowhere, you had Simon Kibe is no longer kuvumilia mashida mingi, and now a media owner. You can be whoever you want to be. But again, you can be like Joe. Utapata connections za kwenda US and you will go there, you will start with juvenile prison. Mtalialia hapa watu wa kijiji ya Tigoni, na because some of the judges pia wako na watoto kama nyinyi, atakuangalia hivi aone wewe unakaa msichana wako. Attempted defilement. Some of you need to know that it is not a must for you to do the real defilement. Hizo messages mnaandikania. Please take care. Obstacles will come on your way as you are about to get there. Some of them are sickness. Kuna bangi zenye mnavuta. I know most of you have already been introduced to those drugs. Bangi. Yeah? Utashikwa tu na just ako kakitu. It will either be a setup ama utashikwa. Prison inakupatia kila kitu chakula, but let me tell you. Let's be upright people. That's right. Because you want to be there, because you don't know. Ile shimo utaingia, my friend, you will regret forever. I'm finding people in... So make sure you listen. So when you look at our banners, we have the theme of the day. We are saying no alcohol, no smoking,
no drug abuse, and again, we want to encourage our girls. Utakufika mkasa, zikomezeni jeuri, wanafunzi tahadhari na mapenzi ya shuleni. Haya basi tumeyasikia madhara ya mapenzi. Mapenzi kweli ni sumu, hasa kwa wasichana. Illegal immigration, where people are going to Europe and finding their own opportunities in ways which are not legal. Starting out in life, I'm a lawyer. I studied law at the University of Nairobi, and I've also done my postgraduate about how there's so many illegal immigrants that are taking opportunities out there in Europe, from all over the world, and they were so mad about it. Whether down, magonjwa, pesa, and everything. Please take care. I will. Majina, I'm Joe Moirore, as they call me. Always good to come back and get back to the community, and giving it back to the community can be in many forms. You know, coming back, talking to them, bringing some speakers to them so that they can talk to them, especially for those things or those aspects of lives that affect, you know, their growth, and also that we have seen them, you know, being practiced out in the community, especially with drugs and alcohol and cigarettes. So today we are telling them, stop them, you know, stay away from them. And the moment that they do that, that will be a big deal in their lives. Robert Wahome, the principal of Tigoni Secondary School. Some of the challenges we are facing is drug and substance abuse, alcohol, which has led to students not performing well in school. It has also caused indiscipline. It also causes dropout in school and so on. The police officers to move around to try to get information from those children who is actually supplying these drugs, so that they can arrest this problem. The girl child is getting out of school, dropping out of school, going to rebaras, especially picking or cracking the tea to get sanitary towels. So that's why we are here today to help these girls, motivate them, so that they can get a brighter future. My name is Caroline Gogi. The government and all the people involved, including us, to support these female girls, women, or even to prevent early pregnancies that we are having so far. A girl missing school 3 days in a month, that is in a year they will be out of school close to a whole month. And the rest of the students are not waiting for the girls to come back. So the education is still continuing. They will be affected in their education. So we request the government, the people whom we took to parliament to fight for these girls, let's come back to our society, let's issue back the sanitary towels, let's bring dignity to our girls, and let's tell them period is not shame. Laikipia County nilikuwa naona leo asubuhi wananchi 1255 tayari wamejiandikisha. Kwa wananchi almost 518,000 wa county hii. Almost 50%, 49.3% ya watu wa Laikipia are already registered. You are county number 16 out of 47. Jipigieni makofi nyinyi watu wa Laikipia. Mimi nataka wale ambao hamujajiandikisha mujiandikishe, kwa sababu kila mtu ambaye amejiandikisha utatusaidia tuwe na orodha ya watu, ndio tuweze kupanga madawa ya kutosha, tupange equipment, tupange wauguzi. Na tumesema
kila mwananchi aende kwa hospitali, kama ni dispensary, kama ni health center, kama ni level 4, kama ni ya serikali, kama ni ya mission, kama ni ya private, utatibiwa na serikali ya Kenya itasimamia matibabu yako. That is the future. Tunaelewana watu wa Laikipia? So tunataka tushirikiane namna hiyo, na mimi nataka niwaombe viongozi wote, viongozi wa vijiji, ma chiefs na assistant chiefs, MCAs, wabunge, kila mmoja wetu, mpaka governor, senator, ama watu wenye kazi, ama watu wenye wako na uwezo. Afya kwa katiba ya Kenya ni haki ya kila Mkenya. So we want every citizen ashughulikiwe. Jambo la mwisho ningependa kusema hapa ni kwamba mumekubali ama mumeshiriki, nimegapa ni kaunti ya wakulima, na tumeshughulika na mambo ya kilimo kwa kiwango kikubwa. Tulikubaliana na nyinyi tupunguze gharama ya kuzalisha mazao yetu ya kilimo. Tumefanya hivyo, mbegu, mbolea. Tumefukuza wakora walikuwa wanatusumbua kwa mambo ya kahawa, mambo ya sukari, mambo ya chai. Kulikuwa na brokers huko na wengine cartels, tumewaondoa. Ndio leo wakulima wa kahawa wanapata pesa zaidi, wakulima wa chai, wakulima wa maziwa, wakulima wa miwa wanapata pesa zaidi. Lakini bado hatuzalishi chakula ya kutosha. We still have imports of food into Kenya. Na ndio nakubaliana na nyinyi, mumesema mambo ya maji. It is true. Mesikia juzi kwa Mashujaa nimetangaza ya kwamba tukishirikiana na bunge, we are going to organize resources from the budget, proceeds of privatization, from the private sector, using public-private partnerships, ndio tujenge dams 50 kubwa Kenya, ili tuweze kuzalisha chakula kwa mambo ya irrigation, vile governor hapa alivyosema. Hii Laikipia mko na shamba kubwa, na ni shamba iko na rotuba mzuri, na tuko na wananchi wako na bidii. Shida tu wanakosa maji. Tukiwapatia maji, mtatusaidia ile chakula tunaagiza kutoka nje, mnaweza kutusalishia hapa. Ile pesa tunalipa kwa wakulima wa nchi zingine, tulipe wakulima wa Laikipia watuzalishie hiyo chakula. That is how we are going to do this going into the future. Tunaelewana watu wa Laikipia? Tuko na damu nyingi, tuko na dams, tuko na Wimiriri hapa, tuko na Crocodile Joe pale, tuko na Kieni, tuko na Karemenu, tuko na Romoro. Imekuwa kwa mipango yetu kwa mwaka nyingi, lakini we have never found the mechanism on how to develop these dams. Now I want to announce to you, we now have a mechanism on how we are going to use resources from our budget, resources from the proceeds of privatization, resources from public-private partnerships, so that we can unlock the potential that comes with these dams. Ndio tuweze kuinua taifa letu la Kenya. Mumeniambia kuhusu stadium ya hapa Nanyuki, na watu wa kule Nyahururu pia
waliniuliza stadium, na waomba tu mnipatie na miezi miwili, 2 months. Januari nitatuma huyu Mariro. Huyu Mariro ni mtu hapa, anahitaji Google Map akuje hapa, si anajua vile atafika. Sasa wewe Mariro, Januari tuanzishe stadium ya Nanyuki, na tuanzishe stadium ya Nyahururu, sababu hii Laikipia wametoa wanariadha wengi, sportsmen and women from this county. Sababu nasema Januari ni kwa sababu nimepatia huyu Mariro anisaidie kusimamia stadium inaitwa Talanta kule Nairobi, kubwa tunajenga kwa sababu Kenya ina host AFCON 2027. So akimaliza hiyo kazi unakuja hapa, tunasukuma hiyo kazi songe mbele. Sawa sawa. Saa hizi ile ya Nyeri inaendelea, ilikuwa imekwama, hiyo inasonga mbele, hata huyo Madenge anajua inasonga mbele, mbunge wa pale, na hizo zingine zote. Nataka niseme mambo mawili ya mwisho kwa vijana. Vijana wa Laikipia mko? Nataka vijana mnisikize kwa makini, kwa sababu sisi ndio wazazi wenu, sisi ndio viongozi ambao tunataka tuwainue, tuwapatie nafasi ya kuchangia. Mkisha pata masomo, mchangie katika kuinua taifa letu la Kenya. Mtumie elimu yenu, mtumie masomo yenu, mtumie ujuzi mlio nao, mtumie nguvu Mungu amewapatia, talanta Mungu amewapatia, kuinua taifa letu la Kenya na kufanya Kenya iwe ni nchi bora kuliko vile ilivyo sasa. Katika hiyo mpango ya vijana tumepanga karibu nafasi 4 ama 5 ya vile vijana wa Kenya wanaweza kuchangia kupata ajira na kuchangia katika kupeleka Kenya mbele. Mnajua tuko na program kubwa ya housing hapa Laikipia. Tumemaliza nyumba tulianzisha hapa Nanyuki. Kuna ingine nyumba karibu 1,500 inaendelea Nyahururu. Kuna ingine tunaanzisha saa hizi Rumuruti, another 1,000 units. Tuko na soko 11 tunajenga hapa Laikipia. Tuko na hostels Laikipia University na TVET, hizi zetu zote ya wanafunzi 3,100. Hiyo kazi yote ya affordable housing, ya markets, ya hostels ni nafasi ya ajira ya vijana wa Laikipia. Tumeweka pesa ya serikali Laikipia ya affordable housing, ya hostels, ya markets, shilingi bilioni 15 ya Laikipia County. Ni mnanielewa? So vijana mjipange. Wale mko na ujuzi wa engineering, architecture, plumbers, artisans, masons, electricians, carpenters, steel fixers, watu ya mkono, wale wafanya biashara, wale wa kuuza simiti, wale wa kuuza chuma, wale wa kuuza wheelbarrow, wale wa kuuza nini, sisi wote tuendelee pale ndio tuweze kuinua taifa letu la Kenya. That's number 1. Number 2, tumetengeneza mpango mzuri ya export of labor. Elimu ya Kenya ni mzuri, kizungu ya Kenya ni mzuri. Dunia mzima wanataka wafanyikazi vijana wa kutoka Kenya. So we have organized ourselves. Tumesign bilateral labor agreements na nchi nyingi
ili kusaidia Wakenya waweze kupata kazi anywhere in the world. Tumetafuta pesa ya serikali, kama ukipata ajira anywhere tunakulipia kiti, tunakulipia upkeep mpaka upate mshahara. So wabunge wanajua we have a whole system ya export ama labor mobility. Kwa miaka mitatu sasa Wakenya zaidi ya 1430 wanafanya kazi nje ya Kenya. Mimi nataka katika hiyo orodha tuwe na vijana 1000, 2000, 3000 wa kutoka hii Laikipia County. We must organize it. Ni mnanielewa? Jambo la tatu, nataka vijana mnisikize kwa makini. Jambo la tatu, mimi nawaambia ile mpango tuko naye kwenu kama vijana. Jambo la tatu, tumeweka program kubwa ya digital jobs. Tunajenga ICT hub, tunajenga Chitume centers, tunaendelea na kuconnect hata kwa mativet zetu, ndio vijana wetu wengi watumie mitandao kuhakikisha kwamba wanaweza kufanya kazi kampuni ambazo ziko nje ya Kenya lakini wakiwa hapa Kenya. Nilienda kufungua juzi